Bana, hili ni pigo kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, moja kati ya klabu ambayo ilikuwa inashiriki kuwania tuzo bora barani Afrika kutokana na ubora ambao ulionyesha katika msimu uliopita. Baada ya kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, hatimaye kwa namna ambavyo zile tuzo za CAF zinapokuwa zimetoka, basi moja kwa moja kwa upande wa klabu ya Simba wao walikuwa wanashiriki tuzo hizo, na namna ambavyo walikuwa wanashiriki, wengi walikuwa wanaipa nafasi zaidi Simba kufika katika hatua za mbali, walau hata at least katika tatu bora katika timu ambazo zinazowania tuzo bora ya CAF. Lakini kwa upande wa Simba, usiku wa kuamkia hii leo wameondolewa katika kinyang'anyiro cha tuzo hizo, tuzo za timu bora barani Afrika, ambapo zimebaki timu tatu tu pekee mpaka hivi sasa. Hapa tunazungumzia mabingwa ligi ya mabingwa msimu uliopita. Hawa si wengine ni Pyramid, ambao wao ndo wamebaki mabingwa wa msimu uliopita. Lakini timu nyingine ambayo iliyosalia kwenye tuzo hizo ni mabingwa wa pale Morocco. Hawa si wengine ni mabingwa pia wa kombe la shirikisho barani Afrika, RS Berkane, ambao kumbuka walifanikiwa kushinda katika fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya Mnyama Simba, na hatimaye wao wamebaki katika tuzo hizi kuwania klabu bora barani Afrika. Timu nyingine ambayo imesalia ni timu ambayo ilicheza pia fainali msimu uliopita. Hawa si wengine, tunazungumzia Mamelodi Sundowns. Hawa walicheza fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambao wanatokea pale Afrika ya Kusini. Namna ambavyo wamefanikiwa msimu uliopita imeonyesha kwamba inastahili kubaki katika tatu bora ambazo zinawania tuzo ya ligi, tuzo ya CAF, kutokana na namna ambavyo pia mambo alivyo. Sasa wengi wanasubiri kuona, je, ni Pyramid, Berkane ama ni Mamelodi Sundowns ndiye ambaye timu gani ambayo itakayofanikiwa kuwa klabu bora barani Afrika na kuweza kunyakua tuzo hiyo. Lakini kwa upande wa namna ambavyo klabu ya Simba wamecheza kwenye msimu uliopita, namna ambavyo kikosi chao kilivyo, tuwapongeze. Manake ni tuzo ambazo ukweli kabisa hakuna ambaye alitegemea kwamba klabu ya Simba ingeingia katika kinyang'anyiro cha tuzo hizo, kutokana na namna ambavyo msimu uliopita mambo yalikuwa yanaonekana. Ndio walifika fainali ya kombe la shirikisho, lakini ndo kwanza walikuwa wanajenga timu chini ya kocha wao Davis Fadlu, ambaye alikuwa msimu uliopita kabla ya msimu huu kuondoka kwenye kikosi hicho. Wengi waliamini kwamba ni msimu ambao klabu ya Simba ndo kwanza wanaanza kujenga timu, lakini kafika kwenye hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wanastahili pongezi kubwa kwanza kabisa kwa kushiriki. Kutoka kwao sishangai kwenye hizi hatua, lakini kushiriki kwao pia ni kitendo ambacho tunasema kwamba waliwashangaza wengi, walishangaza Afrika, walishangaza Tanzania, kutokana na namna ambavyo watu wengi walijua kwamba ni msimu wao wa project wa kuijenga timu, lakini wakafika kwenye hatua ya fainali na hatimaye wakapata nafasi ya kushiriki kwenye hizi tuzo za club bora barani Afrika. Lakini kwa upande wa beki wa pembeni, au si mwingine tunamzungumzia Shomari Kapombe, Baba Esther, moja kati ya beki ambaye amekuwa bora ndani ya klabu ya Simba, hususan katika hii misimu miwili. Kiwango chake alikionyesha kwamba yeye anastahili kuichezea klabu ya Simba, hususan katika wakati timu inapoenda kushambulia. Amekuwa na mchango mkubwa sana kusaidia kwenye kuasisti, pia kwenye kufunga mabao. Kwa ni moja kati ya beki ambaye tunasema ni beki wa kisasa ambaye yuko hapa mitaa ya Msimbazi, na tuliona namna ambavyo msimu uliopita alionyesha kiwango bora kabisa kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, na hatimaye pia akapata nafasi ya kushiriki katika tuzo hizo, tuzo ambazo zilikuwa zinatafuta pia kwa upande wa mchezaji bora wa mwaka Afrika, ambapo kwa upande wa Shomari Kapombe sasa usiku wa kuamkia hii leo naye pia jina lake limeondolewa rasmi. Sasa kuna wachezaji watatu ambao wamesalia, ambao wanakwenda kuwania tuzo bora tuzo bora ya mchezaji bora wa mwaka. Hapa si mwingine, tunamzungumzia Fiston Kalala Mayele. Huyu ni striker wa kikosi
cha Pyramid. Moja kati ya striker ambaye amekuwa hatari kweli kweli, amekuwa na mchango mkubwa kwenye kikosi cha Pyramid. Ndo mchezaji pia ambaye amesaidia kwa asilimia kubwa katika mabao muhimu ya kuipa ubingwa timu ya Pyramid, hususan katika hatua nusu finali tuliona kifanikiwa kufunga, finali pia kifanikiwa kufunga, lakini pia kwenye Super Cup ya Afrika tuliona bao lake pekee ndilo ambalo lilipa Pyramid ubingwa kwa asilimia kubwa. Fiston Kalala Mayele, huyu ndiye ambaye mabao yake alikuwa ni muhimu sana msimu uliopita kwenye kikosi cha Pyramid kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hata kwenye ile finali ya Super Cup ambayo alicheza na kikosi cha RSB Berkane. Kumbuka bao alilolifunga ndilo ambalo lilipa ubingwa timu ya Pyramid. Naye yupo hapa, anastahili kuwepo. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye amesalia kushiriki katika tuzo ya mchezaji bora barani Afrika wa mwaka si mwingine ni Osama Lamlui. Huyu yuko kwenye kikosi cha Pyramid, yuko kwenye kikosi cha RSB Berkane. Yes, yuko kwenye kikosi cha RSB Berkane. Moja kati ya striker ambaye ni mzuri pia kwenye kuzifumania nyavu. Mashabiki wa Simba wanamjua vizuri kabisa, namna ambavyo alikuwa hatari kwao, namna ambavyo alikutana na akawa hatari pia akawafunga pia vile vile. Osama Lamlui, striker hatari kwenye kikosi cha Pyramid, ambaye yeye amekuwa na mchango mkubwa kwenye kikosi hicho, akaisaidia pia timu hiyo kufika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia kuisaidia timu hiyo kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika. Yeye pia yuko hapa, anashindania pia kinyang'anyiro cha kuondoka na tuzo bora ya mchezaji bora wa mwaka. Lakini pia kwa upande mwingine yuko beki wa pembeni ambaye naye pia amebakia katika wachezaji hawa watatu. Husi mwingine namzungumzia Mohamed Chibi ambaye anakipiga kwenye kikosi cha Pyramid ya pale Misri. Yuko kwenye kikosi kimoja na Fiston Kalala Mayele. Hivyo wachezaji hawa watatu ndio ambao wamebakia. Mohamed Chibi, beki wa pembeni huyu wa kulia, beki nambari 2 wa kikosi cha Pyramid, naye yuko hapa akiwania tuzo hiyo. Kwa hiyo yuko Fiston Kalala Mayele, yuko Osman Lamlui pamoja na Mohamed Chibi. Hawa ndio wachezaji ambao wanawania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa club kwa upande wa club barani Afrika. Fiston Kalala Mayele, Osama Lamlui pamoja na Mohamed Chibi. Lakini kwa upande wa timu bora barani Afrika, namna ambavyo nimekuambia, ndo zipo hizo tatu. Kwa hiyo tutaona watatu wakishiriki kuwania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka, lakini pia club tatu nazo pia zikishiriki kuwania tuzo ya club bora ya mwaka. Wengi wanajiuliza kwamba ni nani ambaye kwenda kubeba tuzo hii. Kikubwa kwa mtazamo wangu mimi, kwa jicho langu la kiuchambuzi, kwa namna ambavyo pia nimeweza kutizama mpira kwa jicho langu vizuri na kwa uwezo wangu wa kuchambua, mimi naona kwamba timu bora ya mwaka, namna ambavyo nimeona hizi timu zimecheza, kiukweli Pyramid wanastahili kwa asilimia kubwa. Wamefanya kila kitu, wamecheza vizuri, wamefunga mabao vizuri, wamebeba makombe yote, ligi ya mabingwa pamoja na Super Cup ya Afrika. Kwa maana kwamba kwangu mimi hawa ndio ambao wana deserve kuwa club bora ya mwaka barani Afrika katika msimu wa mwaka 2024-2025. Lakini kwa upande wa mchezaji bora wa mwaka, naona mashabiki wa Young Africans wanafurahia kweli kweli. Ndiyo mnashangilia, lakini kumbuka so mchezaji wenu ni mchezaji wa kikosi cha Pyramid, alikuwa wa kwenu zamani. Sasa Fiston Kalala Mayele yuko hapa, Osama Lamlui yuko hapa, Mohamed Chibi yuko hapa. Mohamed Chibi tunajua uwezo wake ndani ya kikosi cha Pyramid, namna amekuwa na mchango mkubwa kwenye kupandisha mashambulizi, lakini pia kwenye kudefense. Moja kati ya beki bora kwa hivi sasa barani Afrika, beki wa pembeni wa kulia. Yes, amedeserve kuwepo hapa. Lakini kwa upande wa Osama Lamlui, huyu ni moja kati ya striker ambaye uwezo wake mkubwa kwenye kikosi cha RSB Berkane, basi moja kwa moja alistahili pia kuwepo hapa. Uwezo wake pia nimeuona. Kikweli ni striker wa kisasa, anajua ball na kubali vizuri kabisa. Lakini kwa upande wangu mimi,
anastahili kuondoka na hii tuzo kwangu mimi ni Fiston Kalala Mayele. Namna ambavyo ameweza kuonyesha kiwango bora kabisa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kiukweli kabisa kwangu hii tuzo inamfaa kabisa Fiston Kalala Mayele. Akibeba sitashangaa, na akibeba nitaona kabisa anastahili, tofauti na wengine wana viwango vizuri, lakini Fiston Kalala Mayele kwangu mimi amekuwa the best zaidi, kwa sababu yeye ndiye ambaye alibeba Pyramid mpaka kwenye hatua ya finali. Nusu finali, tuliona ile nusu finali mechi ilikuwa ngumu dhidi ya kikosi cha Orlando Pirates, lakini namna ambavyo aliingia katika ule mchezo, namna ambavyo alifanikiwa kufunga mabao muhimu ambayo yalipeleka Pyramid kwenye hatua ya finali. Moja kati ya nusu finali ambayo nilifuatilia kwa ubora wa hali ya juu, na alionyesha kiwango bora sana Fiston Kalala Mayele katika ule mchezo. Lakini tunakuja katika finali yenyewe dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini, moja kati ya finali ambayo ilikuwa ni tough kweli kweli. Kumbuka Mamelodi Sundowns wao waliondosha Al Ahly, mabingwa wa kihistoria barani Afrika. Sasa Mamelodi Sundowns wakakutana na Pyramid. Namna ambavyo ile mechi ilipigwa mechi ilikuwa ni ngumu, tough kweli kweli, lakini Fiston Kalala Mayele aliweza kuonyesha umwamba dhidi ya Mamelodi Sundowns na kuhakikisha kwamba anaipa Pyramid ubingwa. Namna ambavyo aliscore bao lake, moja kati ya mechi ambayo kwangu alicheza pia vizuri. Yes, alistahili kabisa kuweza kuisaidia timu yake, lakini pia tunaona pia kwenye Super Cup namna ambavyo walikutana na mabingwa wa kombe la shirikisho. Bao lake muhimu ndilo ambalo lilipa timu ya Pyramid huu ubingwa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi Fiston Kalala Mayele ana deserve kwa asilimia kubwa. Yote kwa yote tuipongeze klabu ya Simba, wameondoshwa kwenye hii michuano, wameondolewa kwenye hichi kinyang'anyiro. Cha kuwania tuzo. Wanastahili pongezi kwa hatua ambao walikuwa wamefika, lakini pia wakupongezwa mwingine ni Shomari Kapombe, baba Esther. Ameondolewa, lakini pia tumeona jitihada zake, namna ambavyo amefanikiwa kwa ukubwa haswa. Pongezi kwao bana, shukrani sana kwa kuifuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenyeji ya FIFA. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.